Na mtazamaji wa Watetezi TV, karibu tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu mbalimbali kuhusiana na uchaguzi. Hili ni jicho la uchaguzi 2020, ikiwa ni mwendelezo wa vipindi mbalimbali katika wakati huu ambapo Tanzania iko katika harakati ama ipo katika kampeni za kisiasa kabla ya kufika mwezi Oktoba, ambapo Watanzania watachagua viongozi kuanzia ngazi ya madiwani, lakini wabunge pamoja na wawakilishi kwa upande wa Zanzibar, na vile vile Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kadhalika Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Tayari kampeni ziko kwenye muda wa lala salama. Tumekuwa nasi basi na mfululizo wa vipindi hivi kwa ajili ya kutafuta wachambuzi, lakini pia wadau mbalimbali kwa masuala ya uchaguzi, na hii leo nikiwa nimemwalika hapa rafiki yangu na kaka yangu Deodatus Balile, akiwa mwandishi wa habari mwandamizi huyu na mhariri wa gazeti la Jamhuri la hapa Tanzania, lakini pia yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri hapa Tanzania TEF. Balile pia kitaaluma aliongeza kidogo, yeye pia ni mwanasheria, lakini nimemwita hapa kwa ajili tu ya kutazama jicho la uchaguzi katika masuala mazima ya vyombo vya habari toka tumeanza kampeni mpaka sasa tunapoelekea dakika za lala salama. Mimi naitwa Leonard Mafuli. Balile, habari ya siku nyingi? Tuna muda kidogo hatujaonana, lakini bila shaka nimefurahi kuwa na wewe hapa angalau tuweze kuzungumza mawili matatu kabla tujaenda kuzama sana kwenye mchango ama changamoto ama vyombo vya habari na uchaguzi. Tathmini yako kwa ujumla toka tumeanza kampeni mpaka sasa kwa ujumla wake, bila kujali kama ni kwenye masuala ya vyombo vya habari, kwa ujumla kama Mtanzania anampiga kura. Niseme kwanza nishukuru kwa kunialika, maana ni mara ya kwanza kuja hapa studio. Nikiangalia hiyo tathmini ya jumla ya uchaguzi wa mwaka huu, ni tofauti kidogo na kilichokuwa kinatabiriwa. Mimi nimepata fursa ya kuziona chaguzi nikiwa shule mwaka 80, nikaona uchaguzi wa 85, 90, 95 nilikuwa msimamizi wa uchaguzi, 2000, 2005 na 10, 15 na sasa 2020. Walau Mungu amenijalia kuziona chaguzi 8 hivi. Na nikiangalia 80 ilikuwa ni chama kimoja, 85 ilikuwa ni chama kimoja, haikuwa shamla sana. Kwenda 90 vuguvugu la uchaguzi wa vyama vingi ikawa linasikika tu, yani ilikuwa linazungumzwa kama bangi hivi kwamba kuna kitu kinakuja. 95 ndio uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi. Kwa kweli tulishuhudia miamko, tukashuhudia viongozi wanahama kutoka chama tawala, akiwemo aliyekuwa naibu waziri mkuu Agustino Lyatonga Mrema. Mwaka 2000 tukashuhudia mjadala mzito, na kwa kweli ati ule nilikuwa ninafanya kazi ya kihabari na kumbuka mambo mengi sana ndiye yaona, na hata yale mauaji ya 2001 ambayo yalitokana na habari niliyoiandika mimi mwaka 2000 Novemba, baada ya kummoja aliyekuwa naibu katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF Novemba 2000 Wilfred Lwakatare akasema CUF inatoa siku 90. Sasa nikaziona zile countdown 70, 40, 30, 20, 5, huko CCM wakisema polisi, wakati ule mkuu wa jeshi la polisi alikuwa Omar Mahita, CUF wakijinadi kwa ile ngangari, yeye akasema basi kama CUF ni ngangari wao ni ngunguli, na CCM wakaingia wakasema basi kama CUF na polisi ni ngunguli wao ni nginja. Kwa hiyo yani mashamshamu ya uchaguzi ukiangalia, ilikuwa mwaka 2000 ilikuwa ni uchaguzi ambao kwa kweli sitaokani usahau katika maisha yangu, na yaliyotokea baada ya hapo, tukazalisha wakimbizi wakaenda Shimoni Kenya, mauaji ya watu pale Pemba, lakini pia 2001 pale kilichoendelea Januari 26, unaona kwamba mambo yalikuwa ni so tense. 2005 kulikuwa na harakati kidogo za nani anaingia nani haingii. Tulikuwa na msemo wa boys to men, Lowassa na Kikwete. Yaani wakati ule upepo ulikuwa mkubwa sana, na nilikuwa ninasimamia gazeti la Tanzania Daima. Wakati ule ndio kwa mara ya kwanza Freeman Mbowe akagombea. Kwa hiyo upinzani nao ukatoa changamoto kubwa sana, kwa sababu nakumbuka katika reportage tulikuwa tukifanya, ni kwa mara ya kwanza aliyekuwa waziri wa fedha Basil Mramba bungeni, baada ya kuwasilisha hotuba ya bajeti wakati wa majumuisho, alitumia kalamu kufuta kodi ya kichwa. Kulikuwepo kitu kinaitwa kodi ya kichwa ambayo ilikuwa ni shilingi 350. Watu walikuwa wanalala polini, na Mramba wakati anafuta ile kodi ya kichwa akasema, jamani tunapoelekea huko hali sio nzuri, wenzetu wanapita na hii kodi inaleta umaarufu. Kwa hiyo kilichofuta kodi ya kichwa
kodi ya baiskeli na vile kodi vidogo vya kuku na nini, ni kelele zilizokuwa zikipigwa na wapinzani. Sasa tulipoingia kwenye uchaguzi mkuu, kwa kweli wakati ule Kikwete aliwaburuza sana, alipata ushindi wa 80+. Tukaenda mwaka 2010 kukawa kuna mgogoro ndani ya CCM. Dr. Slaa akawa amesimama kwa upande wa Chadema, uchaguzi ukawa ni moto kidogo. 2015 sasa hiyo na nadhani mmeishuhudia. Walikuwepo wenye safari ya matumaini, kulikuwepo waliohama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini kubwa ambalo ninalizungumzia sura iliyoanza 2001 tumeishuhudia sana katika uchaguzi wa 2005, 2010, 2015. Huu utaratibu wa kupiga mabomu wapinzani. Na hata Mrema alipigwa sana mabomu mpaka Mwalimu Nyerere aliposema nye polisi achaneni naye, kwa sababu kama anabebwa hata maiti wanabebwa kwenye jeneza, kwa hiyo haina madhara yoyote. Na kwa kweli baada ya Mwalimu Nyerere kusema vile, watu waliacha kumbeba Mrema na polisi wakaacha kupiga mabomu. Wakati huo tukumbuke kulikuwepo mchungaji Christopher Mtikila ile 95 ana kauli mbiu yake ya saa ya ukombozi ni sasa, ambapo anapingana na aliyokuwa akiwaita magabachori. Mimi sijui ni kina nani. Sasa nikiangalia hiyo historia, kwa kweli mabomu yalikuwa yakitembea sana. Ilikuwa mpaka 2015 wapinzani walikuwa wanashushwa kwenye majukwaa, wakienda sehemu wanazuiliwa. Yaani ilikuwa matukio ya polisi kupiga mabomu yalikuwa ni mengi sana. Waandishi kwa harassed, kuachiwa mbwa wakang'ata waandishi, ilikuwa ni jambo ambalo ni very common. Lakini uchaguzi wa 2020 ambao kwa kweli kwanza kwa serikali ya awamu ya 5 kuzuia kampeni, kuzuia siasa kwa muda wa miaka 5, watu hata Rais Magufuli aliposema nitahakikisha nafanya uchaguzi leo uhuru na wa haki, wakaangalia ile iliyotokea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019. Kwa kweli wengi tulikuwa tunajua tu kwamba mpaka sasa hivi tungekuwa na wabunge labda kati ya 232 tungekuwa na wabunge 150 ambao wamepita bila kupingwa kwa kilichotokea kwenye kura za maoni za udiwani. Lakini imetokea kinyume, waliopita bila kupingwa ni wachache. Lakini ukiacha uchache wao, vyama vya upinzani vinafanya siasa, waandishi wa habari wanafanya coverage, wanakwenda sehemu mbalimbali. Sijashuhudia tukio serious kwa waandishi wa habari kama ilivyokuwa inatokea. Unakuta kule Tarime wanawashusha kwenye ndani, wanawapakia kwenye magari, wanawapiga mabomu waandishi. Kwa hiyo kwa mwaka huu uchaguzi, mimi nadhani kwamba ukiacha kauli chache ambazo zimekuwa zikitoka katika vyama vya siasa, na nikisema vyama vya siasa ni pote, ndani ya CCM na ndani ya vyama vya upinzani, ambazo unaona zinakwenda offside kidogo. Kama ingekuwa kwenye mpira una kadi zako mbili, kwamba unaona huyu njano kidogo, akipitiliza zaidi unampa nyekundu. Lakini sasa ninachosikitika, wanatoa nyekundu kabla ya kutoa njano katika baadhi ya matukio. Unakuta huyu kafungiwa wiki moja, huyu kafungiwa siku 5. Lakini sasa kuna kauli kama hizo zinashabiana za upande mwingine, sijaona hata njano ikitoka. Kwa hiyo ninadhani ungetamani hizi nyekundu zinazotoka upande huko na huko pia zitoke. Ndio. Kuna watu pale anazungumza, anasema kwamba kwa CCM kushinda sio swala la Mungu akipenda, ni lazima. Sasa ukiona mwanadamu amefikia hatua hiyo, hii si ishara nzuri. Tulikuwa na mbunge mmoja alikuwa anatokea Longido nadhani kama sikosea, alikuwa anaitwa Ole Talala. Anasema kwa kweli Mungu ukishiba usimuoneshe tumbo, maana akikulaani hutopata shibe tena. Kwa hiyo nadhani hata huyu mwanamama aliyetoa hiyo kauli kwa upande wa chama tawala akisema kwa CCM kushinda, ushindi ni lazima, alistahili naye kupata japo kadi ya njano, kwamba tuone sasa kuna fair ground. Na kuna kijana pale alikuwa anatoa maneno makali. Kwa kweli nimelisemea mara nyingi na silionei aibu kwamba tunataka uchaguzi ulio balanced. Na ndio maana hata mgombea wa Chadema Tundu Lissu alipoanza kuzungumza kutukana polisi, kusema wajinga, anasema kuna kinyago tumekiweka Ikulu na nini, nikasema sidhani kama hizi zinatusaidia. Na nilitoka wazi nikasema kwamba tunadhani kama chama cha upinzani kama kinatafuta kura kwa wananchi, kieleze sera, kitawafanyia nini wananchi. Matatizo yako mengi kwa upande wa elimu. Ukienda TRA wanasumbua wafanya biashara, ukienda barabara kwamba kuna sehemu zipo lakini hazijakamilika. Yapo maeneo mengi umeme haujafika maeneo mbalimbali ya vijiji. Usafiri, kuna sehemu nyingine bado wanatembea kwa mguu. Ni kweli kwamba serikali imejenga meli kadhaa, kwa mfano ziwa Victoria wapi, lakini ukienda kuna sehemu kwa mfano ndani ya maziwa haya, kwa mfano kama ziwa Nyasa,
kuna visiwa vidogo ambavyo ukienda unakuta kabisa watu bado wanatumia ile mitungi ya kusukuma na miti. Kwa hiyo bado ajenda ni nyingi, Mfumo, unaangalia mfumo wa ajira serikalini. Mpaka sasa hivi kwa muda mrefu sana hatujaona serikali ikitangaza ajira za moja kwa moja, lakini tunaambiwa imetengeneza ajira milioni 8. Kwa hiyo ukiangalia zipo ajenda, mishahara wafanyakazi hawajaongezwa. Hizi ndo ajenda ambazo wangekuwa wanazitumia. Kwa maana yake vyama viende kwenye kampeni vikawaambie watu tutafanya hiki na waache kwenda nini, sio kwenda kuanza kushambuliana. Mimi sioni tija. Akasimama Rais Magufuli akamshambulia Tundu Lissu, akasimama Tundu Lissu akamshambulia Rais Magufuli. Haitusaidii kitu. Yaani ile yaani baada ya kampeni sasa tutashika nini? Kwa sababu kampeni ni kipindi cha kutoa ahadi kwa wapiga kura kwa mjibu wa ilani na nyongeza ya kisera, kwamba inawezekana ilani ilikusanya mambo kadhaa, lakini unapokwenda kadri kampeni zinavyokwenda zinashika kasi, unagundua kwamba kuna mwenzangu anazungumza sera fulani ina mvuto. Tunashauriana, jamani, ingawa hii haipo kwenye sera yetu, hatuwezi kuizungumza na sisi kanani, tuahidi wananchi, mnawaahidi wananchi, alafu mnaanza utekelezaji. Sasa kama watakuwa wanarushiana matusi au mgombea mmoja anarusha matusi kwa mwingine, kampeni ikiisha hatuwezi kumdai hata ikitokea akashinda kusema bwana ulitukana vizuri sana. Kwa hiyo tunaomba yale matusi yatuletee barabara, yatuletee maji, yaboreshe huduma za hospitali, yaboreshe huduma za usafiri wa anga. Kwa hiyo nadhani mpaka leo mimi nasisitiza kama nilivyosema mwanzo kwamba kampeni zijiegemeze kwenye sera, sio matusi. Tumeona toka kuanza kwa mchakato ndani ya vyama, kuanza kwa kampeni mpaka muda huo mwisho, kuna baadhi ya mambo katikati hapa yametokea kwenye vyombo vya habari. Tumeona baadhi vikifungiwa kwa siku kadhaa, vingine vikitakiwa kujieleza, na bado pia taratibu zikizidi kuongezeka, kanuni na nini. Pengine ukiwa kama mwandamizi kwenye tasnia hii, na bahati nzuri umeniambia umeshiriki chaguzi zote, hiyo ina tafsiri gani? Ina afya kwenye tasnia ya habari? Kwanza niweke sawa jambo moja hapa. Tangu tumeanza mchakato wa kampeni hakuna chombo cha habari kilichofungiwa. Na haijatokea kwa bahati mbaya. Si wakati wote tunasimama kusema jamani tumekwenda tumezungumza hivi, tumefanya hivi. Lakini tulifanya ziara sisi kama Jukwaa la Wahariri Tanzania. Tukazungumza na hizi mamlaka ya mawasiliano, tukazungumza na upande wa msajili kwamba jamani, hatuna tija katika kufungia vyombo vya habari, na vipo vilivyofungiwa kabla ya kampeni. Kwa mfano kama Clouds, wakati ule ile siku moja baada ya uteuzi walitangaza majina ya watu waliosema wamepita bila kupingwa. Sasa pale ile ndio ilitusukuma zaidi kwenda TCRA kwamba jamani, Clouds mnawafungia siku 7. Lakini ukiangalia yapo magazeti hapa kama Uhuru yamechapisha habari hiyo, hatujasikia yakifanywa chochote. Kwa hiyo hatuhitaji double standard. Tunahitaji vyombo vya habari vitangaze, yule aliyepotosha ndiye awajibike kusahihisha. Sio chombo cha habari kwamba kimepewa taarifa na chanzo sahihi, lakini chenyewe kinaadhibiwa, lakini yule aliyetoa taarifa anabaki scot free. Tunadhani kwamba hiyo sio haki. Na nadhani tulizungumza na wakafanya. Bahati mbaya kipindi hicho niliacha nimepropose hicho kitu, nikasafiri, ikafanywa webinar, seminar ya kwenye mtandao juu ya wamiliki wa vyombo vya habari, mameneja wa vyombo vya habari, wahariri, wakazungumza kwa kina, kwa mawanda mapana juu ya jinsi gani tufanye uandishi wa habari katika kipindi hiki cha kampeni. Na naamini hiyo seminar imefanya kazi nzuri sana, ambayo mpaka leo unaona hakuna mgogoro kati ya vyombo vya habari na dola wala vyama vya siasa. Hilo nimezungumzia kwa maana ya toka tunaanza mchakato na tunazungumza uchaguzi. Kwa hili limetokea ndani ya mchakato mzima wa uchaguzi. Lakini baada ya kuwa tumetoka huko kwenye primaries ndani ya vyama, nilikusikia mwanzo kabisa, mapema mwanzo wa kampeni kwenye sekeseke kati la shirika la utangazaji Tanzania na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuwafukuza waandishi ama kuwafukuza TBC kwenye tukio la ufunguzi wa kampeni zao. Ulitofautiana kidogo na watu wengi kwa sababu ulikuwa na hoja zako, pengine nizisikie. Ilikuwa ni sawa kwa Chadema kufanya vile, au ilikuwa ni makosa kwa Chadema kufanya TBC namna ile? Yaani nisikie tena kwa mara nyingine. Kwanza niseme nini kilichotokea. Kwamba
wakati Chadema wanafungua mkutano wao pale Mbagala, TBC walikuwa wakikata matangazo na kwenye baadhi ya kauli walikuwa wanarusha yale matangazo live. Lakini mtu anafikiria tu mwenyewe pale studio, anaona hii kauli inapokwenda hii itamgusa mkubwa fulani, itakigusa chama, itagusa serikali, anamuondoa hewani. Na akimuondoa hewani wanaanza mazungumzo ambayo yako nje ya kilichokuwa kinaendelea pale Mbagala. Sasa ile ikaleta sekeseke kidogo. Watu, unajua siku hizi kuna smartphone, watu wako kwenye mkutano wa kampeni lakini wanaangalia kinachoendelea. Kwa hiyo ikawepo pressure kubwa pale, wakamwambia mwenyekiti Mboya aliyekuwa pale nani wa Chadema, akasema bwana, hebu waondoke TBC, ikabidi waondoe TBC. Sasa watu wengi walichukulia kwamba hilo tukio ni dogo. Wasema basi bwana, imekwisha, TBC wasionekane tena. Mimi sikuchukulia hivyo. Niliona ugomvi kati ya TBC na Chadema ni ugomvi kati ya tasnia ya habari na wanasiasa. Kwa hiyo nikadhani kwamba haina tija kwa vyombo vya habari kugombana na vyama vya siasa. Kwa hiyo nilichofanya, nikajipa jukumu, nikazungumza na mwenyekiti wa Chadema, nikazungumza na uongozi wa TBC, nikazungumza na mkurugenzi wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, na baada ya yale tulikuwa tumezungumza kwa muda mrefu, tukaomba kikao cha pamoja ambapo tukakutana Chadema na TBC wakamaliza ugomvi wao. Na baada ya ugomvi ule kuisha, kwa kweli kama kuna mtu anafuatilia vyombo vya habari, kwa sababu mara tu walipogombana siku mbili zilizofuatia, unaweza kuona kwamba hata coverage ya vyama vya upinzani ilishuka sana. Kwa sababu karibu kila aliyewaye, iwe vyombo vya habari binafsi iwe nani, alikuwa anaogopa kwamba pengine nao watafukuzwa, wanaweza wakaelekezwa wanachama wao wakapigwa, wanachama wao wakawapiga waandishi wa habari. Kwa hiyo nikaona hii ilikuwa mapema sana. Ndani ile ilikuwa ni tishio kwa vyombo vingine vya habari kwenda kufanya kazi na Chadema, kwamba nao pia wanafika kama wanaweza kufukuzwa. Kabisa, kwa sababu nilivyoalikwa kwenye uzinduzi wa sera wa ilani ya uchaguzi ya ACT Wazalendo, nilisema vizuri hili. Nikasema utaratibu wa vyombo vya habari kugombana na vyama vya siasa au wanasiasa kugombana na vyombo vya habari hauna tija. Kwa maana ya kwamba wananchi wakati mwingine hawajui ni nani ni TBC, hawajui ni nani ni Chadema, ni nani ni Channel 10, hajui ni nani ni Watetezi TV, hajui ni nani ni Azam. Wao wakiona ni mwandishi wa habari ameshika mic, leo watakuwa wameondoa TBC. Na ikiwa watajisikia kwamba na fulani amefanya vibaya, watataka kumuondoa. Matokeo yake sasa utajikuta siku nyingine kiongozi atakuwa anahutubia kule kwenye jukwaa, hana taarifa, atakuta kule waandishi waishashambuliwa. Kwa hiyo ile ingeleta shida katika tasnia nzima ya habari. Na mimi nashukuru Mungu kwamba kwa neema za Mungu aliniongoza nikaweza kuwakutanisha mkurugenzi mkuu wa TBC Dr. Lioba, mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, na mkurugenzi wa uchaguzi Dr. Charles Wilson Mahera. Tukakutana pale ofisi za Tume ya Taifa ya Uchaguzi, wakapeana mikono, tukakubaliana misingi ya kufanya kazi, na kwa kweli nadhani wamefanya kazi pamoja kuanzia baada ya pale nini kinaendelea sasa kati ya mage, tukizungumzia chombo kama TBC ni chombo cha umma. Na bila shaka wazo la Dr. Lioba hilo la kufanya la kuwapa wagombea wote nafasi ya kuonekana nilikuwa bila shaka niliungwa mkono na wadau wote wa habari, na hasa kwa kuzingatia TBC ni nani. Vipi wanavyoendelea kwa sasa? Mimi kwa kweli naona wanaendelea vizuri, kwa sababu nimeziona coverage mara kadhaa. Siku ile waliwaalika pale Mbeya, wakaenda kweli, TBC wakaenda, coverage ikafanyika, na nimekuwa nikiangalia coverage za mwalimu mgombea mwenza Tundu Lissu, ninaziona TBC, ninaziona ITV, kwa hiyo coverage imekuwa kubwa, ingawa uchaguzi wa mwaka 2020 una tofauti kidogo na uchaguzi wa 2015, una tofauti kidogo na uchaguzi na chaguzi zile zilizotangulia. Maana yake nini? Sasa hivi mwaka 2015 watu waliokuwa wanatumia smartphone hapa nchini hawakuwa wakifika 20,000. Yaani smartphone. Lakini hivi ninavyozungumza watu wanaotumia smartphone hapa nchini si chini ya milioni 10. Social media penetration rate ilikuwa iko chini sana 2015 au chaguzi zilizopita. Sasa kuna kitu kinaitwa live streaming sasa hivi. Huyu mwingine, ingawa TCRA wameweka haya masharti, sijui usajili, sijui nini, wakati mwingine vitu vingine usipambane na teknolojia itakuumiza bure tu, kwa sababu
Unakuta mtu anakwenda kwenye mkutano, hana blog, hana nini, anachukua Twitter, anachukua Facebook, anachukua Instagram, simu yake ile ile anamwelekeza mgombea, alafu anaanza kuzungusha hivi. Ina broadcast dunia nzima, na sidhani kama kuna chombo chochote chenye capacity duniani ya kudhibiti kila mobile phone kwamba isifanye hivyo. Na kwa kweli watakuwa ni super organization kama wataweza kudhibiti. Sasa matokeo yake ni nini? Wananchi wanaona kila kitu karibu kwenye mikutano ya hadhara. Hizi YouTube account nini? Yaani unaweza ukasema kwamba imekuwaje? Mtu akafungua YouTube account saa 4, saa 10 akaifunga, akaitelekeza. Haijui. Lakini imesharusha mkutano, imetoa Shinyanga, imefanya nini? Kwa hiyo ukiangalia kampeni tunayopaswa kufanya kama nchi, badala ya kupambana na watu kusema sajili hizi uwe na kampuni na nini, tuwe na responsible usage of the technology. Yaani tutumie teknolojia kwa uwajibikaji. Kama ilivyokuwepo TCRA walikuwa wameanzisha kampeni nzuri sana chini ya Innocent Mungile, futa delete kabisa ukikutana na jambo ambalo sio. Kwa hiyo badala ya kutumia polisi kutafuta watu kukamata, tuwe na kampeni elimishi za kuelimisha watu kwamba jamani, ukiona jambo fulani ambalo unadhani kwamba halijakaa sawa katika kanuni, katika misingi yetu, utamaduni wetu wa Kitanzania, badala ya kuisambaza lifute. Tulikuwa na tatizo hapa la watu kuona ajali zimetokea, wakasambaza picha za watu maiti, bongo ziko nje tu. Tukapambana kweli, tukasema kwamba hivi vitu havipaswi kuendelea, maadili hayafai. Sasa hivi hata mwananchi wa kawaida tu hakuti ajali sasa hivi akaleta picha mtu utumbo huko nje. Haipo. Ilishaka nakumbuka hiyo toka ile ajali ya moto pale Morogoro, ile kauli ya Waziri Mwakembe, na bila shaka ilipenya kwa. Bali tubaki hapo. Naam. Kuna matukio mengi sana yanayotokea wakati huu wa kampeni. Ndio. Tunaona matumizi ya nguvu katika baadhi ya maeneo, sio yote, katika baadhi ya maeneo. Ndio. Lakini kama unavyosema, haya tunayaona tu huku duniani. Ndio. Lakini ukija kwenye vyombo vyetu vya habari huwezi kabisa kuona tukio kama lile. Pengine tafsiri yake ni uoga wa vyombo vya habari kuonesha matukio ambayo kimsingi kule yanakuwa yametokea. Mimi sijajua unaangalia vyombo vya habari vipi. Maana magazeti ninayasoma, kwa mfano kama lile tukio la Chato, zilipigwa risasi 2. Tuanze Chato, twende Tarime, zilipigwa risasi 2 juu pale Chato. Niliona magazeti yanafanya coverage. Sasa ukisema huwezi kuona mantiki, kwa mfano yani tusiwe selective, kwa sababu kama hujaiona TBC na hii generalization ndio inanipa shida kidogo. Mtu asipoiona TBC anasema vyombo vya habari havikunani. Kuna matukio namna hii mengi ukija kutazama. Maana tabia ya watazamaji wetu wa mainstream ni kutazama taarifa ya habari ya saa 2 usiku. Ndio. Ambako dunia kuna vijana kinabale mmeshahamu goyo tena utaje kusubiri saa 2 usiku, maana wewe habari zote unazo kwenye ganja muda wote. Ndio. Lakini kuna watu wanakosa hiyo ambayo wewe unaipata kupitia simu yako, kwa kupitia vyombo vya habari ambavyo kila siku wanakuwa wanakaa saa 2 kusubiri kuona matukio. Badala yake wanaona tu mikutano ya kawaida. Labda kiueledi kuna shida hapo, kama kuna matukio mengine hayapaswi kuonekana kwenye vyombo vya habari hivi vya vikubwa. Mimi sijasema hayapaswi kuonekana kwenye vyombo vya habari vikubwa. Na kwa kweli sina kumbukumbu ya kuona kwamba wamepuuza kabisa. Kwa mfano, ile wakati Tundu Lissu anatoka Singida, kama uliangalia ITV mpaka alivyokuja kufika wapi Kahama, kila tukio lilokuwa linatokea njiani lilioneshwa. Sasa kitu kingine ambacho tunapaswa kukumbuka, wagombea wanafanya mikutano unakuta labda 5. Ukiacha Tundu Lissu ambaye nilimsikia yeye anasema eti walimwambia sijui helikopta hawezi kurushwa na rubani mzee wa miaka 57, kitu ambacho kilinishangaza kwamba mimi nidhani rubani akishazeeka ndio anakuwa na uzoefu wa kutosha. Sasa sijajua, inawezekana kwamba kuna kanuni za kirubani ambazo mimi sijazielewa na ninaendelea kulifanyia kazi. Haiwezekani kwamba kila tukio litakalotokea litarushwa na vyombo vya habari. Ndio hapo nimeanzia nikasema kuna challenge kubwa kwa sasa. Naomba kwanza nichukue kauli kwamba haiwezekani kila tukio likarushwa. Nichukue tu hiyo kwanza. Sio kwamba linazuiliwa kwa sababu ya space na timing. Kwamba haiwezekani kila tukio kuanzia asubuhi mpaka saa 12 likarushwa kwenye taarifa ya habari ya nusu saa ya saa 1.
Kwa hiyo wakati mwingine kuna watu, binadamu ana saikolojia ya mambo manne. Kuna kitu tunasema selective exposure, selective perception, selective retention. Haya mambo matatu sorry. Kwamba mtu kuna mambo anataka kuyaona. Kuna mambo anayabakiza kichwani. Kuna mambo anamtazamo. Sasa unaweza kuamua mnataka kujenga taifa lipi, kama la Afghanistan au mnataka kujenga taifa kama la Uingereza. Yaani wewe hivi kwamba unaamua kwamba sisi tunataka Tanzania tuiproject kama Afghanistan, Tanzania tuiproject kama Uingereza. Kwa hiyo wewe unachagua tu, na nafikiri na wewe jibu unalo. Kuelewa. Sababu ngoja. Mimi kama ulivyohesabu kwamba zilipigwa risasi Chato. 2. Tuliziona kwenye kwenye mitandao ya duniani huko, na kwa kweli mimi walivyosema amepigwa mabomu na nini, ile clip niliangalia kwa nguvu sana ili nione haya mabomu yaliyopigwa. Kumbe zilipigwa risasi juu. Na ukiangalia wakati mwingine, let's be honest, kwamba kwa mfano kwa nini zilipigwa zile risasi? Mgombea wa Chadema Tundu Lissu aliwaambia madereva wote, akawaita. Ile clip inaonyesha asema weka magari barabarani. Hakuna kuondoa gari mpaka watu wao wale waje. Sasa kuna watu wanasafiri. Mtu anatoka Dar es Salaam, anapita Chato, ni njia kuu, anakwenda Bukoba, anakwenda Karagwe. Hayupo kwenye zile shughuli zao za kisiasa. Na wakati mwingine unakuta si mwanachama wa siasa, ameshachoka, amesafiri zaidi ya saa 24. Leo unapaki gari barabarani eti kwa sababu mna sababu zetu za kisiasa. Siasa zisiharibu shughuli zetu za kila siku. Au unasema tukio la kula kuziba njia. Kama kuna gari yuko huko na mgonjwa, inawaisha mgonjwa hospitali. Kwa maana huyo mgonjwa afie kwenye na mgombea amewaambia watu weka madereva wao weka magari barabarani. Kwa hiyo haikuwa sawa. Haikuwa sawa. Na tukio kama lile kwenye chombo cha habari kuonekana ilikuwa na ukakasi. Yaani haikuwa sawa kwa sababu tunajenga nani ya taifa la aina gani? Kwamba leo mgombea anawaambia watu weka magari barabarani, ziba njia. Kwa hiyo huku kuna mama anakwenda kujifungua, kuna mtu anasafiri, kuna mtu anakwenda kuuza mahindi yake. Hajui kama siasa zinaendelea, nakuta barabara imezibwa. Kwa hiyo polisi, na kwa kweli polisi nimesema, zamu hii hawajatumia nguvu kama tulivyokuwa tukiona. Polisi wakapiga risasi juu, and I suppose, maana sikuona kilichoendelea baada ya pale. Kwa sababu ile ilivyokuwa imekuwa hype kwamba wamepigwa mabomu na nini. Baadaye nikaona zimepigwa risasi juu 2. Nimeifuatilia sana hiyo clip. Alafu njia nadhani ikafunguka. Sasa wakati mwingine kuna kitu kwenye sheria tunasema self-induced mistakes. Yaani kwamba wewe unafanya makosa ambayo umeyapalilia mwenyewe yalete matokeo mengine. It was easy kwamba watu wao wanawasubiri, wanaargue na polisi, wanakaa pembeni, wanamaliza lile jambo, watu wao wanawapata au lakini kuziba njia ni kosa, na kosa nyingine halifanyi lile kosa la awali kugeuka likawa sawa sawa. Sijui kama ninaelewa. Kwamba mimi wewe umetenda kosa au nimetenda kosa. Wewe ukifanya kosa jingine halihalalishi lile la kwanza, hapana. Na nadhani sisi wa Tanzania tumefika mahala sasa tunapaswa kuwa na utamaduni wa kuzungumza. Tuzungumze, ndio maana tangu mwanzo nimesema kwamba hatuhitaji mabavu katika siasa. Hatuhitaji kutumia matusi. Na nimesema hii ni kwa vyama vyote. Ndio maana nimeanza na ile mwanamama wa CCM aliyesema kwamba kwa CCM kushinda ni lazima. Hakuna cha Mungu akipenda. Hapana, hatuwezi kwenda hivyo. Lakini pia hata Tundu Lissu hawezi kusema kuambia watu funga njia mpaka ninachokitaka kitokee. Na kwa kweli bahati mbaya sana sisi wa Tanzania tunaona aibu kusema ukweli. Na wakati mwingine kama hivi wengine anataka asikiseme chama tawala akidhani kwamba asipokisema pengine watamfikiria kwenye uteuzi. Mwingine anasema upinzani sasa nikiusema jamii itaniangaliaje? Lakini palipo na ukweli tuuseme ukweli. Na hiyo ndio itakayotusaidia kutoka hapa. Na tutastaarabika ikiwa tutaendelea kuambizana ukweli. Na kushukuru. Swali jingine hapa. Najua uzoefu wako kwenye chaguzi ni mkubwa kuliko kwangu mimi. Tutumie tu uchaguzi wa mwaka 2015 na huu kwa maana ya kufanya ulinganifu ili tutengeneze mjadala. Ndio. Unavitazama vipi vyombo vyetu vya habari vyote kwa ujumla wake, ikiwemo gazeti la Jamhuri, ikiwemo watetezi, kwa namna ambavyo sasa tunaripoti taarifa zetu? Kwa mfano, mwaka 2015 badala utakubaliana na mimi tulikuwa kwenye tasnia
si jambo la kupepesa macho wala maneno kwamba vyombo vya habari kwa kiasi kikubwa vilikuwa vimegawanyika. Kuna vilivyokuwa viko upande wa mgombea wa upinzani Mheshimiwa Lowassa, kuna vilivyokuwa viko upande wa mgombea wa chama tawala John Magufuli. Hao wengine vyombo vingine vilikuwa, lakini havikuwa na vyombo ambavyo vilikuwa vimesema kama sisi sasa ni Warungwe, sisi ni Walikumba. Mwaka huu unaonaje? Tunakwendaje kwenye vyombo? Bado vimegawanyika au vyombo vyote vimekaa sehemu moja? Sasa kuna shida moja, tena shida ambayo ni kubwa zaidi. 2015 vyombo viligawanyika. 2020 waandishi wamegawanyika. Vyombo havionyeshi mwelekeo, kwa sababu unakuta gazeti mwaka huu vyombo havionyeshi mwelekeo. Yaani nafikiri ni kwa sababu tuko ICU kiuchumi. Kwa kweli vyombo vya habari tuko ICU kiuchumi. Atakaye kudanganya, atakayesema sijui nini, mishahara ni tabu sana kulipa kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari tuko ICU kiuchumi. Kwa hiyo hata kusafirisha waandishi wa habari kufuatilia hizi kampeni ni kazi ngumu kweli. Vingine unakuta gazeti linatoka kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Wale wachapishaji wanadai sana magazeti. TV, redio hazijalipa mishahara kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii nadhani imefanya vyombo vya habari hata vile ambavyo vingependa kufanya zaidi ya pale vinalazimika sasa kuunga mkono juhudi ili pengine visiondoke kabisa katika ulimwengu wa vyombo vya habari. Kwa kweli vyombo vya habari viko hoi. Kwa hiyo vyombo vya habari generally unaweza kusema sasa hivi vinaunga mkono chama tawala. Unaweza kusema hivyo. Na vipo ambavyo vinaunga mkono kwa sababu ya genuineness. Kwa sababu unaweza kuangalia sisi nchi yetu hii tulikuwa kila wakati tukiingia kwenye uchaguzi tunapewa ahadi zisizotekelezeka. Na nimesema mimi nitakuwa mkweli. Lakini leo tulikuwa tunapambana Rwanda bwana, nchi kidogo akiwezi kuwa na ndege, sisi hatuna ndege. Lakini leo ninashangaa kuona sasa tunageuza ile tulikuwa tukiidai 2015 ndege zimepatikana, unakuta sasa mtu anasema kwamba ndege bwana zinasaidia nini bwana? Hizi ndege mtu wa kijijini anaweza kula ndege? Sasa kuna vyombo vya habari ambavyo vinaangalia ujenzi wa misingi ya miundombinu na mifumo, kwamba inawezekana hapa kuna barabara zinajengwa, reli inajengwa, na nakuhakikishia brother, hakuna nchi inayoweza kuendelea katika sekta ya usafirishaji wa kutumia malori. Haya malori ni dili tu za watu. I'm honest. Malori ni dili za watu na ndio walioua hata reli iliyokuepo, ile reli ya kati. Unakuta mtu mmoja na malori 200, ana malori 400, anapata hela yake, maisha yanakwenda. Lakini nchi zote, wewe fikiria mkoloni mwaka 1906 alijenga reli ya kati. 1914 alimaliza branch ya kwenda Kigoma na Mwanza. Leo sisi mwaka 2020 tunadhani tunaweza kuendesha uchumi wetu kwa kutumia malori. Malori ambayo yanabeba tani 32, wakati reli ina uwezekano wa kusafirisha mzigo kwa mwaka ile reli ya kati iliyokuwa tani milioni 5.5. Kwa hiyo katika hali hiyo kuna vyombo vya habari ambavyo vimeunga mkono juhudi kwa kuangalia yale yanayotendeka. Kwamba mtu anaweza akatoka Dar es Salaam asubuhi kikamilika hiyo treni ya umeme, akaenda mpaka Mwanza, alafu akarudi. Ni hatua kubwa kwa bei nafuu. Usafiri wa ndege, mtu anaweza akaamka asubuhi ni daktari. Maana wakati mwingine tunawaza kwamba labda tunazungumzia watalii, kwamba kuna mgonjwa katika hospitali tuseme Mtwara, Bukoba, ambaye anahitaji specialist wa kufanyia operation. Huyu mtu daktari anaweza kutumia ndege akaenda akawahi yule mgonjwa, akaokoa maisha ya mkulima. Kwa hiyo hii ndege tusidhani kwamba haina jinsi ya kumsaidia mwananchi wa kawaida. Sasa mkondo huo wa ujenzi wa reli, ununuzi wa ndege, ujenzi wa meli, ujenzi wa barabara umefanya baadhi ya vyombo vya habari kuunga mkono juhudi. Honestly, vikaona kwa kweli hapa kuna jambo ambalo limefanywa na serikali. Sio zile za mchakato unaendelea inakuja ilani uchaguzi mwingine mnaambiwa mchakato unaendelea, wafadhili wa kuleta hela. Na jambo jingine ambalo kwa kweli hili lazima tujisifie kama nchi. Maana kwa mara ya kwanza tumefanya uchaguzi bila kufadhiliwa na wafadhili katika kuchapisha sijui vipeperushi, sijui karatasi za kura, sijui nini. Sasa haya ni mambo ambayo wakati mwingine baadhi ya watu wanaweza wasiyapende. Lakini pia tusisahau hoja kwamba umaskini umetopea kwa watu. Yaani wakati tunaambiwa kuna uchumi wa kati,
huu uchumi wa kati ukiutafuta kwenye mifuko ya wananchi wa kawaida hauoni. Kwa hiyo vyombo vya habari vilipaswa kulisema hili kwa nguvu kwamba jamani, biashara, wakati tunaambiwa kwamba hizi biashara wanaofunga ni wapiga dili, si kweli. Na kwa hoja kabisa kwamba biashara, tubadilishe sheria inayoendesha TRA. Sheria kifungu cha 65 kinachompa mamlaka kamishna wa TRA kuingia kwenye akaunti, akaweka agents notes, akachukua hela za watu kwenye akaunti eti kwa sababu wana dispute. Yeye ndiye mlalamikaji, ndiye mwendesha mashtaka, ndiye mtoa hukumu. Si sheria ya haki, ilishakataliwa. Kwa hiyo vyombo vya habari vingeweza kwenda mkondo huo, lakini kwa sababu ya kuwa kaputi kiuchumi kama nilivyosema, vinalazimika kumute. Sasa pale nilisema wanahabari, tunao wanahabari ambao wamegombea kupitia chama tawala. Kabla hujafika kwenye kura za maoni. Ngoja, kabla hujafika huko tunamaliza kabisa ile vyombo vya habari kuwa simu. Ukisema hivyo unamaanisha kwamba kabla ya mwaka 2015 angalau kulikuwa kuna unafuu kwenye vyombo vya habari. Sio kuwa haba tumepita wapi mpaka tukafika hapa? Nini kimeikumba tasnia ya habari? Maana unachokisema si kigeni. Kilichoikumba tasnia ya habari ni ukosefu wa matangazo. Serikali ndiye aliyekuwa mtangazaji kwa 90+. Serikali imeondoa matangazo kwenye vyombo vya habari. Hilo tu. Na serikali ikishaondoa matangazo kwenye vyombo vya habari, basi vyombo vya habari vina collapse. Lakini ni kosa la kiufundi bila kujua. Kwa sababu kwa mfano gazeti kama Jamhuri lilipopambana kuhakikisha bandari inafanya kazi saa 24, kuzuia wezi wa mafuta, kuzuia watu waliokuwa wanaiba makontena, kuzuia mfumo wa mafuta uliokuwa unakuwa tapped, watu wamejenga nyumba Kigamboni kumbe wanaiba mafuta ya wafanyabiashara na ya serikali. Si kwamba gazeti kama Jamhuri lilikuwa linapata hela mkononi, lakini kupitia matangazo lilikuwa linaweza kusafirisha waandishi wakafanya hizo habari za uchunguzi, na mwisho wa siku serikali imepata gawio la bilioni 169 kutoka bandari, jambo ambalo haijawahi kupata. Kwa hiyo unaweza kulinyima Jamhuri shilingi milioni 30-40 ya matangazo, wakati Jamhuri limekuwezesha kupata bilioni 169 pale bandari. Bandari iliyokuwa inaomba mishahara kutoka hazina sasa inapeleka gawio la shilingi bilioni 169. Kwa hiyo vyombo vya habari vinafanya service, public service indirectly. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anadhani kwamba akisuffocate vyombo vya habari amepiga hatua, anajikosesha fursa ya kuwa na askari polisi wachache, kuwa na wakusanya kodi wachache, kuwa na madaktari waaminifu wachache, kwa sababu vyombo vya habari vyenyewe vinatafuta anayeharibu, anayetenda nje ya utaratibu. Mtu kama anaiba dawa hospitalini, vyombo vya habari vinamtafuta huyo. Na vikishajulisha kwamba bwana, katika hospitali ya Muhimbili kuna wodi fulani manesi wanaiba dawa, basi pale watakwenda wataziba, dawa zitakuwa zibi, serikali haipati hasara. Lakini serikali ingekuwa inafuata utaratibu wake, ingeunda kamati au tume, wakafanya uchunguzi, ukatolewa majibu baada ya miezi 6, kumbe yule nesi anaendelea kuiba au daktari au nini, baadaye na huo uchunguzi wenyewe ni wasiri, matokeo yakawekwa kwenye kabati, mfumo ukaendelea. Lakini vyombo vya habari vinaisaidia nchi kupeleka ujumbe instantaneous kama vilivyofanya kazi wakati wa corona. Kwamba mtu alikuwa kwa miezi 4, si rais tunajua alipokuwa, si waziri mkuu, si waziri wa afya aliyekuwa anakwenda kukutana na wananchi, bali walikuwa wakiwaita waandishi wa habari, wanaambia jamani, leo tuambie wananchi wanawe mikono. Yaani ukienda Tandaimba, ukienda Mkunya, ukienda sijui Kiaka, ukienda sijui Kiaka Irabo Bukoba, ukienda sijui wapi, utakuta kila sehemu kuna ndonje. Hakuna waziri mkuu wala rais wala nani aliyekwenda kuwaambia wananchi kupitia vyombo vya habari. Kwa hiyo vyombo vya habari vinayo fursa ya kuisaidia nchi iwapo vitawezeshwa na vikatumika vizuri. Kabla hujamaliza, ulitaka kuchomekea baadhi ya waandishi ambao tumeona kwenye mchakato wa ndani ya vyama walionyesha nia. Hilo nilisema kwamba nilikupata nisikie waandishi nilisema kwamba vyombo vya habari havionekani mwelekeo, lakini waandishi wa habari wamegawanyika. Kwamba mimi sidhani kwamba yule ambaye alikwenda akaomba kuteuliwa, iwe kupitia chama tawala, iwe kupitia chama cha upinzani, kwamba yale mahaba aliyokuwa nayo yamepungua. Na kama sio yale mahaba, kwamba alikuwa na mahaba, basi ujue kwamba hiyo niliyoisema kwamba hali imekuwa ngumu sana kwenye vyombo vya habari, alikuwa amejisubmit ili akidhani kwamba akiingia huko basi hewala Mungu ametoka jehanamu ameingia mbinguni pengine. Lakini wengine wakajikuta wanaishia mbinguni kijijini,
wengine wakajikuta hawafiki popote, wamerudia kwenye kura za maoni. Wachache sana waliopenya, na sidhani kama wanafika 6 au 10 kuanzia udiwani mpaka ubunge ambao wanaendelea na mchakato. Sasa hiyo hali ngumu ndio ilifanya watoke huko angalau wajaribu upande mwingine. Mimi ukiniuliza, nadhani wengi si kwa mapenzi halisi, iwe kupitia chama tawala, iwe kupitia kwenye upinzani, kwa sababu sisi waandishi wa habari tunapaswa kuwa marefali. Yaani hata kama una mapenzi sana na timu ya Simba au Yanga, haifiki mahala ukaamua kwamba na wewe uingie uwanjani ucheze. Wewe endelea na urefali wako kama alivyokuwa anafanya urefali yule mzee Kolina. Kolina alikuwa ni refali mzuri sana. Hata akimpa kadi nyekundu mtu wanampigia makofi kwamba kwa kweli hii imestahili. Kama waandishi wa habari inabidi tufike mahala, ukiandika jambo, ukitamka jambo, ukifuatilia jambo, kila unayefanya kazi naye aone kwamba ile jambo ni la kweli. Asione kwamba umetumwa, asione kwamba wewe ni kuhani. Tumalizie la mwisho kabisa, muda umetuacha. Tumeiona miaka 5 hii ya serikali chini ya Rais Magufuli. Tumeiona hali ya vyombo vya habari katika miaka hii 5. Bahati nzuri wewe ni mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania. Na una nafasi pia kwa kutumia majukwaa mbalimbali kuishauri serikali kwa maana ya kuona namna ya kuvipa ahueni vyombo vya habari. Unadhani serikali inayofuata, hatujui nani atachaguliwa, serikali inayofuata nafikiri wafanye nini angalau vyombo vya habari viweze kupumua kidogo bali? Vyombo vya habari si mahala pa kutengeneza faida. Ni sehemu ambayo ni ya utumishi. Kwa hiyo katika hali hiyo, serikali yoyote itakayeingia madarakani ihakikishe vyombo vya habari vinapata matangazo ya kuviwezesha kuisaidia serikali. Maana havifanyi kazi kwa faida yake. Vikifanya vizuri, serikali yenyewe inapata usaidizi kuisaidia serikali ili iweze kubaini wapi mambo yaendi vizuri, wapi mambo yanakwenda vizuri. Lakini tukiendelea na mfumo wa sasa ambao vyombo vya habari kila ukimuuliza mwanahabari yeyote jana ni afadhali kuliko kesho, basi tutajikuta kwamba tutakosa huduma ya msingi ambayo ilikuwa inahitajika kwa Watanzania walio wengi kuliko mitandao ya kijamii. Nakushukuru sana Donatus Balile. Asante sana. Na mtazamaji, tunafika tamati ya Jicho la Uchaguzi 2020. Nilikuwa naye Deodatus Balile, mwandishi wa habari mwandamizi na mhariri wa gazeti la Jamhuri, lakini vile vile amekuwa katika harakati za uandishi wa habari muda mrefu kidogo na uzoefu mkubwa kwenye masuala ya uchaguzi, akianza kushiriki miaka mingi, ameshuhudia chaguzi nyingi, lakini pia yeye ni mwenyekiti wa Jukwaa la Wahariri Tanzania TF. Uko naye hapa na tumesikia machache kutoka kwake, lakini na kwa hili tutaendelea kutafuta wadau mbalimbali wa masuala haya ya uchaguzi, lakini yote kwa yote tunatakia tu uchaguzi uwe huru, uwe haki, lakini zaidi uwe ni wenye amani. Mimi naitwa Leonard Mapuri. Tukutane tena mara nyingine. Kwa heri kwa leo.